Tumeandika katika Mambo ya Walawi sura ya kwanza, ukisoma yote imeweza kuelezea sadaka ya kuteketezwa. Imeelezea sadaka nini? Ya kuteketezwa. Na lengo ya sadaka ya kuteketeza ilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho, ni kwa ajili ya mtu kuonyesha kujitoa kwa Mungu, na ilikuwa ni tendo la maandalizi ya kibada kati ya mtu na nani? Na Mungu. Mambo ya Walawi sura ya kwanza unapata maelezo pale, sadaka ya kuteketezwa. Mambo ya Walawi sura ya pili imesema kuna sadaka ya unga, sadaka ya mazao. Sadaka hii ni kwa ajili ya wale waliovuna mazao, wanatoa malimbuko, wanatoa unga, wanatoa bidhaa walizozifanyia kazi za mikono yao. Ilikuwa inaitwa sadaka ya nini? Ya unga. Inapatikana wapi? Kwenye Mambo ya Walawi sura ya ngapi? Sura ya pili. Mambo ya Walawi sura ya tatu wanaeleza kwa habari ya sadaka za amani, sadaka za amani na shukrani. Lengo la sadaka za amani na shukrani ilikuwa ni kumtukuza Mungu kwa wema na baraka zake kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Mambo ya Walawi sura ya tatu walitoa sadaka za amani na shukrani. Lengo ni kumtukuza Mungu kwa ajili ya nini? Ya wema wake, na kuleta shukrani mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Walawi sura ya 4 na Mambo ya Walawi sura ya 5 zimeandika sadaka mbili ambazo nitakwambia kwa ufupi kwamba kwa sasa tayari Kristo Yesu ameshachukua nafasi. Zimeandika kwa habari ya sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia. Leo hatutoi fedha wala vitu kama sadaka ya dhambi wala sadaka ya hatia, kwa sababu Kristo Yesu, damu yake au uhai wake aliyoutoa na kuutoa kwa ajili yetu, ndio iliyoleta ondoleo la dhambi na hatia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sadaka ambayo imekuwa ikiibua maswali mengi katika kanisa leo kwamba je, ni halali katika Agano Jipya watu watoe sadaka ya fungu la 10 au wasitoe? Mara ya kwanza ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 14, Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 hadi wa 20, kwa mara ya kwanza Ibrahimu ndio anatoa fungu la 10 mara baada ya kushinda vita kwa Melkizedek. Kwa mara ya kwanza fungu la 10 linarekodiwa kutolewa na baba yetu wa imani Ibrahimu. Na katika Agano la Kale walitoa fungu la 10 kulingana na kazi ya mikono wanayoifanya. Wakulima walitoa fungu la 10 ya mazao yao, si ndio? Wafugaji walitoa fungu la 10 la nini? La mifugo yao. Kile ambacho mtu alichokuwa anakifanya alikuwa anakitolea sehemu ya nini? Ya 10. Na wakati wa Musa ilikuwa ni sheria, ndio maana wakaweka mpaka 10% ya kile ambacho mtu anachokiingiza. Mambo ya Lawi sura ya 27 mstari wa 30 hadi 33 linasisitiza na kusema kwamba fungu la 10 ni kwa ajili ya Bwana, ni kwa ajili ya Mungu, litolewe hemani mwa Bwana. Hesabu sura ya 18 mstari wa 21 hadi 32 linasema fungu la 10 lilitolewa kwa ajili ya Walawi. Ndio jibu ambayo kwa naitoa pale nyuma, kwa ajili ya makuhani, kwa ajili ya huduma zao, kwa ajili ya yale ambayo kwa anayafanya makuhani, kwa maana Mungu aliwateua special, aliwadedicate special, ni kwa ajili ya kutumikia watu wengine. Kwa hiyo fungu la 10 analopaswa kulitumia ni yule ambaye amejitoa au wale ambao wamejitoa kwa ajili ya kuwatumikia watu wengine kama sehemu ya makuhani au viongozi katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 22 hadi 29 inatoa maelekezo kuhusu utoaji wa fungu la 10, namna gani watu watoe sehemu ya 10 ya vipato vyao. Lakini kwenye Malaki, ili ni andiko ambalo ni famous sana, Malaki sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10 inasisitiza kwamba leteni zaka kamili ghalani. Msisitizo wa wana wa Israeli
walikuwa wanamwibia Mungu, na ndio maana Mungu akasema zaka kamili zileteni madhabahuni, ili kuwe na chakula kwa ajili ya huduma ya hekalu na kuwategemeza Walawi na makuhani, kama ilivyoelekezwa kwenye Hesabu sura ya 18 mstari wa 21 hadi 32 na Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 22 hadi 29. Kwa hiyo kuwe na zaka kamili, magala yajazwe kwa ajili ya kuwahudumia makuhani na huduma walizokuwa wakizitoa. Hiyo ndiyo umuhimu na ndiyo maana ya kutoa fungu la 10 katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Malaki sura ya 1 mstari wa 6 na Malaki sura ya 2 mstari wa 9, makuhani watumishi wa Mungu walikuwa hawapeleki zaka, hawapeleki fungu la 10, walikuwa hawatoi. Mungu akawa anawaonya, enyi makuhani, enyi watumishi wa Mungu, pelekeni zaka kamili hemani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Malaki 1:6, Malaki 2:9, Mungu alikuwa anazungumza na makuhani na watumishi wa Mungu, wachungaji, na wao walikuwa watoe zaka. Ni kama hivi leo mimi nisitoe zaka kwa yule ambaye ananilea na kunimenta kiroho, ili andiko linanihusu. Lakini kuanzia Malaki sura ya 2 mstari wa 10 na kuendelea, Mungu alikuwa analionya taifa la Israeli kwa ujumla. Malaki 1:6, Malaki 2:9 ni makuhani, na wao pia walikuwa wanadoji, hawatoi fungu la 10. Lakini kuanzia Malaki 2:10 na kuendelea ni wana wa Israeli kwa ujumla. Anawasihi kwa habari ya kutoa zaka kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa iko hivi, Agano la Kale walikuwa wanafanya vitu kwa kushurutishwa. Ndio maana walikuwa wanaekewa mpaka percentage, asilimia, kwamba 10 unachokipata kitoe kwa nani? Kwa Bwana. Ila ilipofika katika Agano Jipya, mitume na wanafunzi wa Yesu Kristo wametufundisha hatutoi kwa kushurutishwa. Kuna watu wengine wana ufahamu huu naozungumza mimi, wao hawatoi sehemu ya 10, wao wanatoa hata sehemu ya 15 ya kipato chao, hata sehemu ya 20, hata sehemu ya 30, wengine hata sehemu ya 40 mpaka 50. Hawajafungwa na sheria ya kutoa sehemu ya 10, wanatoa kwa hiari. Mtume Paulo anaandikia kanisa la Wakorintho, kuna Wakorintho wa 2 sura ya 9 mstari wa 6 na wa 7, anasitiza kwa habari ya kutoa kwa hiari, pasipo kushurutishwa, pasipo kulazimishwa. Kwa hiyo hata wewe, mimi, hata yule, tunaweza tukatoa zaidi ya sehemu ya fungu la 10 katika kile unachokipata. Inategemea namna gani unavyosukumwa ndani ya moyo wako na namna gani Mungu anavyokubariki kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko mengine yanayoelezea katika kanisa la awali, watu hawatoi kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, na wanatoa kwa kadiri ya wingi wanavyoweza kutoa. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 44 na Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32 hadi 35 na maandiko kadha wa kadha, inaonyesha kwamba katika Agano Jipya hatujafungwa katika asilimia. Ukijisikia na kusukumwa kama Roho wa Mungu anavyokuongoza ndani yako, unaweza ukatoa hata zaidi ya 10% ya kile unachokipata.